Mimi ni Kanali Gaudentius Gervas Ironda, kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano makao makuu ya jeshi, ambaye pia ni msemaji wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Wanahabari, tumekutana hii leo ili kupitia kwenu jeshi letu, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, liweze kuwafikia wananchi kwa urahisi. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania limekuwa likishiriki mazoezi mbalimbali kwa kushirikiana na majeshi ya nchi rafiki kote duniani. Itakumbukwa mwaka jana, mwaka 2024, jeshi letu tulifanya zoezi kubwa, tena kubwa sana, kwa kushirikiana na Jeshi la Ukombozi la Watu wa China, zoezi ambalo lilifanyika pale Dar es Salaam. Lakini pia itakumbukwa mapema mwaka huu Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania tumefanya zoezi lingine kubwa, tena kubwa sana, kwa kushirikiana na jeshi la nchi ya Marekani, zoezi ambalo limefanyika pale Msata, Bagamoyo. Lakini sehemu ya pili ya zoezi ilifanyika pale mkoani Tanga, na tulishuhudia majeshi ya nchi rafiki yapatayo 14 yaliweza kushiriki katika zoezi hilo la kijeshi. Kwa muktadha huo, hivi sasa katika ushiriki wetu kwenye mazoezi na nchi mbalimbali, jeshi letu, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, tupo katika maandalizi ya kufanyika kwa zoezi lingine la kijeshi ambalo litashirikisha jeshi letu pamoja na jeshi la nchi ya India. Zoezi hilo ambalo linajulikana kama Africa India Key Maritime Engagement ni zoezi la jeshi la wanamaji. Zoezi hilo ambalo linatarajiwa kuzinduliwa tarehe 13 Aprili mwaka huu 2025, pia litafungwa tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka 2025. Zoezi hili linakwenda kufanyika katika bandari ya Dar es Salaam, lakini pia litafanyika katika maeneo ya kwenye maji pale katika bahari yetu ya Hindi. Tumekuwa tukifanya mazoezi mbalimbali, mazoezi mengi wakati wa amani. Tunafanya zoezi hili ili kujiongezea weledi, kupata uelewa wa pamoja na mataifa mengine, kupata uzoefu, kubadilishana mbinu na kubadilishana uzoefu ili tuwe tayari kuilinda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kutuweka tayari kuweza kupambana na matishio mbalimbali ya kiusalama ambayo yanaweza yakajitokeza wakati wowote, hususani uharamia. Ndugu wanahabari, kupitia kwenu naomba sasa niombe kuwafahamisha wananchi wote kwamba tunawaomba katika zoezi letu kutakuwepo na ongezeko la meli vita, hasa katika bandari ya Dar es Salaam na kwenye bahari yetu ya Hindi. Wananchi waonapo meli hizo ni waombe wasiwe na wasiwasi wowote, wasiwe na taharuki yoyote, kwani meli hizo zitakuwa katika zoezi la kawaida kama tunavyofanya siku zote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ambadolile
Twarire.